Haya, kuna Happy Charles Mbele. Happy Charles Mbele yuko wapi? Happy Charles Mbele anasema anaomba msaada, Mheshimiwa Waziri Mkuu nisaidie ili niweze kupewa mtoto wangu mwenye umri wa mwaka 1 na miezi 2 tu, aliyechukuliwa kwa nguvu na baba yake Mhandisi Kevin Mulanga wa Tanga. Hivi kabla hata hajasema, Mheshimiwa Naibu Waziri, tunajua wewe ni mwanasheria na ni mpiganiaji wa haki za watoto na kina mama. Hebu tuambie sheria inasemaje? Huyu mtoto wa mwaka 1 baba anamchukua. Huu mkoa gani ambao kina baba wana maziwa ya kunyonyesha? Hebu tuambie sheria inasemaje? Sogea tu bwana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sheria ya ulinzi wa mtoto inasema mtoto atakaa na mama yake mpaka afikishe miaka 7. Na mazingira pekee ambayo anaweza kanyang'anywa ni pale ambapo mama amethibitika kwamba hana uwezo wa kumlea mtoto kwa sababu za kiafya, kiakili na kimaadili. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Hebu mama yetu tuambie, madaktari walikuona na tatizo la kumlea mtoto? Mheshimiwa Waziri Mkuu, shikamoo. Marahaba, jambo. Kama umekumbuka hata kunisalimia, tunaona kabisa uko vizuri. Hebu tuambie mama yetu. Kwa majina naitwa Happy Charles Mbele. Ni mkazi wa Iringa. Na hii kero ambayo huyo mwanaume niliozaa naye ni kiongozi wa mkoa wa Tanga. Nilipopata mimba mara kwanza alikataa. Alipokataa na mimi nirudi kijijini huko Iringa. Huko Tanga nienda kwa ajili ya shughuli mbalimbali. Baada ya kumaliza chuo nikaa najitafuta. Alipokataa nikarudi. Mimba ilikuwa na miezi 4. Niliporudi wazazi wangu wakanipokea japo kwa shingo upande kwa sababu nilikuwa bado naendelea na masomo ya chuo. Kalele mimba mpaka akute kujifungua. Nilipojifungua akanilagai, njoo nitakuoa niletee huyo mtoto. Nikakubali na zile lagai zake. Nilipofika kule ananipa matukio, ananipiga matukio mbalimbali, ananipiga hadi video zipo. Ananipiga ananiumiza. Kuna siku alinipiga mpaka nikapoteza fahamu. Nilipozinduka nikuta nipo hospitali pamoja na marafiki zangu, ndo akanieleza. Baada ya hapo sikutaka kusikia kitu chochote, nilikuwa nahitaji kujua mtoto wangu yuko wapi. Nikamfuata nikamuuliza mtoto wangu yuko wapi? Akaniambia hivi, siwezi nikakupa mtoto, umenitelekezea mtoto. Nikasema nimekutekelezea kivipi? Nikaenda afisa ustawi wa jamii, nikaeleza. Nilipoeleza akaitwa mzazi mwenzangu. Alipoitwa akaambiwa nikabidhi mtoto, akakataa. Akasema hata uende sehemu yoyote siwezi kufanya chochote kwa sababu mimi ni kiongozi, hata hivyo babangu ni mwanasheria mstaafu, kwa hiyo hawezi kufanya kitu chochote. Kwa hiyo nilikuwa sina nguvu kwa sababu kule naenda kujitafuta, sina ndugu, sina mtu yote anayenisaidia. Inabidi nirudi huku kijijini. Niliporudi nikawaeleza ndugu zangu. Ndugu zangu nao wakaa hawana majibu kwa sababu inabidi kila wiki nilikuwa naenda namuona mtoto, natoka huku Iringa mpaka Tanga. Naenda namwangalia mtoto ili ajaribu kuwa karibu na mimi. Kila wiki naondoka naenda Tanga narudi. Namwambia naomba unipe mtoto wangu, ananikatalia. Hata niseme nimekuja kumsalimia mtoto bado napea ile masharti. Sipewi ule upendo na mtoto wangu. Anakuwa ananipa masharti magumu, ananifungia mlango huku na huku kwamba utamwangalia mtoto akishasinzia tu utaondoka. Inakuwa ni kama ananinyanyasa na mtoto wangu. Nikamuuliza, unasema babako ni mwanasheria. Kuna sheria ipi inayosema kwamba mtoto anakaa anachukuliwa na baba yake kwa miaka hiyo ambayo alikuwa nayo? Ndio hivyo mheshimiwa. Haya.
Afisa ustawi wa jamii, hebu njoo tuelezee utaratibu. Afisa ustawi wa jamii wa mkoa, wilaya, hebu tuambie utaratibu jambo hili. Mheshimiwa mkuu na Mheshimiwa Waziri Mkuu, nashangaza hili swala kwa hiyo mama kwenye asika namna hii. Kama alivyosema naibu waziri hapo, mtoto yote ambaye yuko chini ya miaka 7 ana wajibu kwa mama yake mzazi. Japo pale kwenye kifungu cha 26 B, C na D ameeleza mazingira ambayo mama atanyang'anywa huyo mtoto. Lakini atanyang'anywa kama ustawi wa jamii atathibitisha kama mama hana uwezo huo, akishirikiana na idara ya afya kwa maana ya daktari. Sasa huyu mtoto anaonekana baba kamchukua kwa nguvu na mama hana shida yoyote. Kwa hiyo hili ni swala la kushirikia kisheria, tunaomba tulichukue tufanye nalo kazi, mama apate haki yake. Na sio haki ya mama tu, hata yule mtoto anakosa haki ya kukua katika mazingira salama ambayo mtoto atakuwa vizuri. Kwa hiyo niombe huyu mama wa mtoto tushirikiane na ustawi wa jamii hapa, sisi tunawasiliana na ustawi wa jamii Tanga ili baba atafutwe, na niwe jeshi la polisi litusaidie pia kushirikia swala hili vizuri. Asante sana, wala hata sio kisheria, itatuchelewesha. Mimi nina dawa ya kuatia adabu wasio na adabu hao. Katibu, mpatie milioni 1 ya nauli huyu mama, kesho aondoke kwenda Tanga. Aondoke kwenda Tanga na afisa maendeleo ya jamii, afisa ustawi wa jamii. Mkifika pale Tanga, fikieni kwa mkuu wa mkoa wa Tanga. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mpigie mkuu wa mkoa wa Tanga, mwambie atapokea hawa wageni, muunganishe nao. Kesho Jumatatu anakofika Tanga, mkuu wa mkoa awe na yule muhusika huyu anayemtaja. Ndio ni damu yake, lakini lazima aheshimu sheria za nchi. Ndio. Lazima aheshimu sheria za nchi. Haya mambo mengine haya tunapitiliza tu. Binadamu tumepewa akili ya unafanyaje hivi vitu vingine hivi. Sasa na hapa tunaambiwa kwanza alikataa mimba. Sasa mtoto angekufa kwa stress ndani ya tumbo la mamake. Lazima, ndugu zangu, lazima tuheshimu sheria hizi tumekubaliana utaratibu wa kisheria, lazima tuheshimu. Tumekubaliana wenyewe kwamba nchi yetu itaongozwa kwa mujibu wa sheria. Tumeweka. Na hawa walioandika wakaweka kwenye sheria walifanya tathmini, wanajua mama anaweza kumwangalia mtoto kwa utofauti. Rika hilo anamwangalia kwa utofauti. Na sheria wala haikusema kwamba huyo mtoto akiangaliwa na mama anageuka anakuwa sio mtoto wako. We baba, mtoto ataendelea kuwa wako tu. Sasa huyu unyanyasaji huu lazima serikali tuingilie. Ndio. Na hii mifano tukiacha itaanza kuonekana ndio kawaida. Sasa hata kama ni kiongozi ndio unatakiwa uoneshe mfano. Na hii nimetoa maelekezo, hii ni hatua ya awali tu. Jumatatu nikipata jibu tofauti, tutaangalia hata hizo sifa za utumishi wa umma na uongozi kama anazo. Sasa ukishindwa kuongoza familia unakuwaje kiongozi kwenye maeneo mengine? Hata wasimamiaje wengine? Ukishindwa kushughulikia hata la familia yako utasimamiaje mengine? Wakichelewesha hili nitaangalia na vipengele vingine. Haya. Watatu ni